nafahamika kama Mohamed Saha. Mimi ni mkazi wa kaunti ya Mombasa. Mimi ninachoamini ya kwamba umoja ni nguvu, na siku zote unaambiwa mwenye nguvu hupishwa. Hivyo sauti zikiweza kuwa nyingi zaidi, hatutahitaji nguvu kuweza kufikisha ujumbe wowote ule kwa mtu yeyote yule, awe mkubwa au mdogo. Sisi kama vijana, njia moja tu kuweza kushikamana na kutafuta kiongozi ambaye atakuwa anapeleka mazungumzo yetu kwa wakubwa ambao watakuwepo katika sehemu aina inachotakazokuwa. Kwa mfano, tutengeneze kama kikundi cha watu 70, halafu tupate viongozi kama 6 au 7 ambao wataweza kupeana chochote ambacho tunataka kuambia viongozi kwa njia iliyochanya, bila vurugu, bila kelele, lakini wawe na ile nguvu ya kuweza kusema kitu kikasikika kama kijana, kwa heshima na taadhima. Kwa majina naitwa Faith Cheka, natoka kaunti ya Lamu. Mimi kama Gen Z, ni kweli vurugu inaleta mabadiliko, lakini pia sauti inaleta mabadiliko zaidi, kwa sababu tukitumia vurugu tunaumia sisi kama vijana, sio viongozi. Sisi ndio tutapigwa risasi, sisi ndio tutapambana na hizo tear gas tukiwa kwenye street. Badala yake nadhani tutumie sauti kupaza sauti zetu tukasikika, badala ya kuleta vurugu. Mbinu ambayo ni rahisi sana kusikika ama kwa sisi vijana kupaza sauti zetu ni social media tu. Na social media, nikiongelea ku social media inamaanisha TikTok. Kwa majina naitwa Belinda Maiwa kutoka kaunti ya Taita Taveta. Mtandao ni kitu yenye sisi kama Gen Z tunatumia sana. Ni kama namna nzuri ya mawasiliano kuweza kusikika na watu wanaweza jibu. Ukiingia hivi live useme uende maandamano ama maybe unataka kusema kitu kwa wananchi, utaona watu wengi wataingia sana kwenye mtandao na kuangalia, badala ya kwenda hii ya kutembea, si watu wengi watakuwa. Ongea tu kwa uzuri, kwa upendo, kwa sababu nchi yetu ya Kenya ni nchi yetu ya amani, si nchi ya vurugu, si nchi ya watu kuumizana, si nchi ya watu kuuana. Naitwa Michael Gishoe, nimetoka kaunti ya Kirinyaga. Kwanza ni mazungumzo. Tuketi na viongozi wetu, tuongee, tujadiliane, na kama hawatatusikiza tuweza enda kwa vurugu. Lakini vurugu pia iko na shida kidogo, kwa sababu tukienda kwa vurugu viongozi wataichukulia kama njia ya kihuni ama hawataichukulia vizuri. Kwa hivyo utapata wametuma polisi, ama pia hata kwa media wanasema wale vijana walikuwa wanaandamana sio wa Kenya, ni wa kutoka nchi tofauti ama ni wa kulipwa walete vurugu. Kwa hivyo hawatatusikiza. Jina naitwa Hamis Omar, mimi natoka kaunti ya Kwale. Mazungumzo ndo huwa yanaleta mabadiliko, kwa sababu watu kweli wataenda barabarani, wataandamana, lakini mwisho wa kwisha watakuja wakae, zile hoja ziongelewe, ziandikwe, zifanywe kazi na watu wapate amani na mabadiliko.